Valentine's Day, siku ambayo wengi wetu tunaijua kama siku ya mapenzi. Waridi, chokoleti, mishumaa. Lakini nyuma ya sikukuu hii ya waridi na Cupid kuna historia yenye kivuli kizito, na ukweli huu si wengi wanaoujua. Swali ni hili: Valentine's Day ilianza wapi? Au Valentine's Day ilianzia wapi? Ili kuelewa, lazima turudi nyuma mbali sana. Roma ya kale. Roma ya kale ilikuwa ustaarabu wenye miungu mingi: Jupiter, Neptune, Mars, Venus. Kila mungu alikuwa na sherehe yake. Kila sherehe ilikuwa ibada. Na katikati ya mwezi Februari kulikuwa na sherehe moja maalum, iliitwa Lupercalia. Lupercalia, ibada ya ajabu. Lupercalia iliadhimishwa kuanzia tarehe 13 hadi 15 Februari. Wengine huita Proto Valentine. Lakini haikuwa ya mapenzi. Ilikuwa ibada ya uzazi iliyotolewa kwa miungu Faunus na pia kwa Romulus na Remus, waanzilishi wa Roma. Sherehe ilianza katika pango takatifu lililoitwa Lupercal. Ndipo ambapo kwa mujibu wa hadithi, Romulus na Remus waliwahi kunyonyeshwa na mbwa mwitu jike. Makuhani wa Roma walikusanyika hapo. Mbuzi alichinjwa kwa uzazi. Mbwa alichinjwa kwa utakaso. Damu ilimwagika. Ngozi ya mbuzi ilikatwa vipande. Vipande hivyo vilichovwa kwenye damu, na kisha vijana wa Roma walikimbia mitaani wakiwa wamelewa, wakiwa bila mavazi kamili, na mikononi mwao walikuwa na vipande vya ngozi iliyojaa damu. Na hapa ndipo mambo yanakuwa mazito. Baada ya sadaka, wanaume waliwapiga wanawake kwa ngozi hizo. Sio kwa chuki, sio kwa vita, bali kwa kile walichoamini kuwa ni baraka. Iliaminika kuwa kupigwa huko kungeongeza uwezo na mwanamke kuzaa katika mwaka unaofuata. Na jambo la kushangaza zaidi, wanawake walijipanga. Walikaribisha hiyo baraka kwa hiari au kwa shinikizo la jamii. Lakini haikuishia hapo. Kulikuwa na bahati nasibu ya mapenzi. Wasichana wa Roma waliweka majina yao ndani ya chombo kikubwa. Vijana wa kiume walichagua jina moja, na kwa mwaka mzima waliunganishwa kama wapenzi. Wengine hata waliishia kuoana. Hii ilikuwa Roma, na hii ilikuwa Februari. Jina la Valentine linaingia. Sasa huenda unajiuliza, Valentine inaingia wapi hapa? Katika karne ya 3, Mfalme Claudius wa pili aliamuru vijana wasioe. Aliamini wanaume wasio na familia walikuwa askari bora zaidi. Lakini kulikuwa na kuhani mmoja, jina lake
Valentine. Inaelezewa kuwa aliwafungisha ndoa vijana kwa siri. Alipogundulika, alihukumiwa kifo. Lakini kuna hadithi nyingine kwamba kulikuwa na Valentine mwingine, askofu wa Terni, naye pia aliuawa. Kwa kifupi, rekodi hizo ziko wazi. Hadithi zinatofautiana na mpaka leo wanahistoria wanabishana. Mpito wa Ukristo. Ukristo ulipoenea Roma na mfalme Constantine kubadilika kuwa Mkristo, kanisa ilianza kuchukua baadhi ya desturi za kipagani na kuzipa sura mpya. Baadhi ya watafiti wanaamini siku ya Mtakatifu Valentine iliwekwa katikati ya Februari ili kufunika Lupercalia. Lakini si wakati wa Constantine. Ilikuwa karne ya 5 wakati Papa Gelasius. Valentine ya kwanza. Inasemekana kabla ya kunyongwa, Valentine aliandika barua kwa msichana aliyempenda. Akasaini, "From your Valentine." Na hapo ndipo kauli hiyo ilianzia. Miaka iliyopita, Valentine zikaanza kuandikwa. Mnamo mwaka 1415, Charles Duke wa Orleans aliandika shairi la mapenzi kwa mkewe akiwa gerezani London. Na katika mapinduzi ya viwanda, kadi za Valentine zikaanza kuzalishwa viwandani. Mwaka 919, Hallmark alianza kuzalisha kwa wingi. Na Februari haikuwahi kuwa ile ile tena. Valentine ya leo. Leo Valentine's Day ni biashara ya mabilioni ya dola. Maua, zawadi, vito, mikahawa ya kifahari. Lakini swali linabaki. Je, tunajua historia yake yote? Je, tunasherehekea mapenzi tu? Au kuna mizizi ya kale iliyofichwa chini ya waridi? Huu sio ujumbe wa hukumu, ni mwaliko wa kufikiria. Kwa sababu historia haipotei, hubadilishwa. Na wakati mwingine huvalishwa rangi nyekundu ya waridi.